kwa kumwakilisha. Yes, ya nikajua ni watoto wetu wawili. Lakini sio mbaya, Mwenyezi Mungu amefanya shani yake kutuletea mtoto wa kike, tumefurahi sana. Na kama ulivyomsikia Diamond mwenyewe amesema pale shemeji yangu kwamba mtoto wake Tanzania hakutegemea kama atakuwa na mtoto wa kike. Kwa hiyo ina maana amepata mtoto wa kike, amekuwa I'm so happy. Lakini pia kumbuka Diamond ndo wa kike, wewe ndo wa pili, mtoto wake wa pili wa kike. Kwa hiyo South Africa ana Tifa na hapa Tanzania ana huyo wa Zuchu ambaye hatujajua bado ataitwa jina gani. Yeah. Sasa hii ni familia yako kubwa sana. Tumeona bwana mambo yalikuwa yanaendelea mengi sana huko kwenye mitandao na nini. Walimwengu walikuwa na yao. Lakini leo wanasema wameumbuka bwana. Aliyeumbuka ni Maimasa jamani. Kwa sababu anapendaga vitu kuvishadadia, mtu mzima yule kisheti. Anapendaga kung'ang'aniaga vitu ambavyo havimuhusu. Anapenda lakini ni mtu ambaye anakuaga analishaga watu matango pole. Unajua kama kuna watu wanakiliza utimama hawezi kumsikiliza Maimasa. Maimasa ni kichani chizi. Mimi namuonaga tu kama mtu ambaye hajakunywa dawa. Kwa sababu yule ni mtu ambaye anakunywa dawa. Kwa hiyo labda ubongo wake umeshaharibika. Kwa sababu yule ni mtu mzima mzee sana. Sasa hivi si ana miaka 59, si ana miaka 80. Katika 80 Maimasa anafika. Kwa sababu zinazomsipa ni makeup. Kwa hiyo ana kazi ya kuboboja kuongea vitu ambavyo havimuhusu. Angalia alivyoumbuka. Watu hao, unajua watu ambao wanakaa ndani hawavai nguo, huwezi kuwaingilia kwa sababu hao ni wapenzi. Unapoona wapenzi wanagombana sawa sawa kama na ndugu wakigombana, wewe shika jembe nenda kalime. Waswahili wanasema chukua jembe nenda kalime. Huwezi ukaona kama ndugu wanagombana na wewe ukasema ngoja mimi niingilie ni ubazi uko. Miki ukweli sipendi kwanza kuingilia. Binafsi sipendi kuingilia ugomvi wa mtu. Uwaga na yani wao wamegombana, mimi naongea nao wote na wapenda wote. Yes. Ila Diamond anasema ndoto zake ni wapate watoto japo 4. Leo amepunguza, alisema 4. Kweli? Nimefurahi sana. Ndio nilisikia nimekumbuka nimesikia. Wanataka ile Kizanzibari kweli. Yaani akaanza kutambaa tu mtoto. Jamani. Diamond hapana, apumzike kwanza sababu anataka kutoa na tunatarajia kuwatoa Edson nyingine kali. Yeah. Sawa, Zuchu anaenda kujifungua bwana. Ungepewa nafasi pia kuchagulia mtoto jina wa Zuchu. Jina gani ungetamani pengine wewe binafsi? Mimi kiukweli siwezi kupanga jina kwa sababu mimi sio mwana familia sana. Yaani bahati kwamba bwana Masa ni wetu. Bado mpaka nichague, yale mambo ya kuchagua hayo. Kwa namna hii wanasema imekuinspire wewe na imeniinspire. Kwa kifupi yani nimetamani pia na mimi kupata mtoto. Yes, lakini ni mipango ya Mungu sababu bado haijakamilika. Inshallah Mwenyezi Mungu akinijalia na mimi nitakuwa na mtoto. Wanasema mtoto ni mipango ya Mungu, ujauzito na kila kitu anapanga Mungu, lakini binadamu huwa kuna muda pia unakuwa na utayari. Umeshakuwa na utayari mara nyingi? Mimi niko tayari na mpaka sasa hivi yai langu liko linatoa ute. Kwa hiyo nikifanya mapenzi na mwenzangu akinipa mimba nitashukuru. Lakini yai limeshafunguka. Magamba yametoka. Limekuwa tu na ngozi. Kwa hiyo ina maana hapo niko accepted. Ndio niko accepted. Ila Zuchu na Diamond wanapendwa sana. Zuchu na Diamond wanapendwa Tanzania hii. Sana. Kiukweli mtandao umekuwa umechafuka, mjaona? Wewe. Yaani mtandao wameufanya digi wameuweka katikati. Sio, unanielewa? Yaani mtandao wameamua kama utingisha umefanya hivi. Shajeuri. Hata kama sina pesa, una lingine mwandishi. Lakini Mama Dangote kwa nini hajaja? Wewe ndio unavuruga sasa mimi. Kabisa jamani. Yaani hii tunajua hii wewe na hii familia. Mimi yani ni nawapenda sana kifupi. Umejisikiaje baada ya kuona mtoto anaenda kujifungua Zuchu atakuwa ni wa kike? Kiukweli nimekuwa I'm so happy. Nimefurahi sana. Yaani nimependa. Kwa sababu japokuwa nimekuwa surprise kwa sababu mimi nilikuwa najua labda Zuchu ajifungua mapacha, maskini ya Mungu. Nilivyoona vile pink na blue. Unaona yani mpaka nimeenda kubandika kucha za pink na blue bali.